Mwanachuo alikuwa anakuja na mdogo wake mchanga darasani. Mdogo wake akijisaidia, mwanachuo alikuwa anambadilisha pampers katikati ya darasa. Harufu kali ya kinyesi iliwakera wanachuo, akamwambia unachokifanya sio sawa, unageuza hili darasa kama nyumbani kwenu. Miezi miwili iliyopita huyu dada alitakiwa aende akasome kwenye chuo kimoja bora zaidi nchini Korea. Bahati mbaya wazazi wake na dada yake mkubwa walifariki kwenye ajali, wakamwachia katoto kadogo akalee. Kwa alikuwa na jukumu la kukalea katoto kadogo kachanga, akaachana na kwenda kwenye chuo cha mbali, akaamua kujiunga na chuo cha kawaida kilichoko karibu naye. Ufaulu wake wa juu ulikuwa unamruhusu kwenda kusoma kwenye chuo bure. Kwa kuwa alikuwa hana mtu wa kumwachia mtoto nyumbani, alikuwa anaenda na mtoto hadi chuo, anasimama mlangoni ili asiwakere wanafunzi wengine. Alikuwa anafanya kazi mbalimbali kwa ajili ya kupata pesa kwa ajili ya maziwa ya mtoto. Kwa kuwa mtoto alikuwa anahitaji kubembelezwa kila saa, bosi aliona kama huyu mdada anampotezea muda, akamlipa hela yake ya mwisho, akamfukuza kazi. Alipitia maisha magumu sana, lakini hata siku moja hakumtelekeza mtoto. Endelea kusoma kwa bidii huku akimlea mtoto. Miaka 4 baadaye akagraduate, akapata diploma na mtoto akawa amekua. Ugumu wa maisha ukawa umepungua. Mwalimu wake akamshauri aombe msaada kutoka kwa Richest Family Group, wanasaidia watu wenye matatizo. Akajiona anaenda kutoboa kimaisha. Kesho yake akaambiwa haruhusiwi kupata msaada kwa sababu wazazi wake wako hai. Alichanganyikiwa sana, akajiuliza kwa nini wazazi wake wajifanya wamefariki. Mmiliki wa kampuni akawa amekuja kwa ajili ya kufanya ukaguzi kwenye hiyo kampuni. Alipofika mlangoni akagongana kikumbo na huyu binti, akamwangalia usoni, akaona anafanana sana na marehemu mke wake. Kahisi huyu binti anaweza kawa ni mtoto wake ambaye alipotea miaka 20 iliyopita. Wakati binti anaondoka, bosi akachomoa unywele mmoja kichwani kwake. Alipogundua kuwa huyu binti alikuja hapa kwa ajili ya interview, akamwambia mwambie huyu binti aje kesho. Akachomoa nywele kutoka kichwani, akampa msaidizi wake azipeleke hospitali wakapime DNA. Binti akaelekezwa sehemu wanapoishi wazazi wake, akaenda, hakuamini anachokiona. Wazazi wake kweli walikuwa hai na wanaishi maisha ya bata. Familia yake nzima inaishi maisha ya starehe, tofauti na maisha yake ya mateso ya miaka 4 iliyopita aliyokuwa anateseka na huyu mtoto. Alijiuliza kwa nini wamemfanyia hivi. Baadaye akawasikia kwa mbali wanaongea. Walijifanya wamekufa ili mtoto wao halisi aende akasome kwenye chuo bora nchini Korea. Walimwachia mtoto wao wa kambo haka katoto kama mtoto wao halisi ili awalelee, aachane na kwenda chuo. Binti akagundua kuwa wale walikuwa ni wazazi wake wa kambo. Binti akapanda na hasira, akafungua mlango, akaingia ndani, akaanza kuwalaumu. Wakamwambia hatakiwi kuwalaumu, anatakiwa kuwashukuru kwa kuwa walijitolea kumlea kwa miaka 18. Binti akamwambia kama vipi, mimi kumlea huyu mtoto kwa miaka 4 yawe ni malipo kwa wema wote ambao mmenitendea. Dada yake alijaribu kuleta shobo na kujipendekeza kwa mtoto, akala kofi. Baba akajaribu kumwambia apunguze jaziba, naye akala kofi. Wakati mama naye anashangaa naye akala kofi. Binti akazungumza kwa jaziba sana, asanteni sana kwa kunilea kwa miaka 18, mchukueni huyu mtoto mdogo kama malipo ya fadhila ya mlichonitendea. Kwa kuwa huyu mtoto alimzoea sana huyu binti, akaanza kulia. Japokuwa huyu binti alimpenda sana huyu mtoto, lakini hakutaka huyu mtoto aishi maisha ya kuteseka na yeye. Akaamua muache hapa kwa kuwa anampenda sana, akamwacha, akaondoka huko analia. Ilipofika usiku, katoto kaka kanaita vurugu ndani, kanapasua vitu, kanakimbia huko na huko, kanasema wakapeleka kwa mama yake. Wakasema kesho yake tutakapeleka katoto kwa mama yake kaache kutusumbua. Kesho yake binti akaja kwenye hiyo ofisi kwa furaha kwa ajili ya kuanza kazi, lakini kitu kibaya ni kwamba dada yake wa kambo naye aliapply kazi hii. Dada wa kambo kupendezwa na kitendo cha mdogo wake kuajiriwa kwenye kampuni kama hii, akachukua CV zake akaanza kusoma. Akagundua kampuni imemwajiri kinyume na sheria, akachana vyeti vyake. Makelele kutoka kwa dada wa kambo kilalama kuwa imekuwaje mtu kutoka chuo cha kata umepata kazi kwenye kampuni kubwa kama hii, yakajaza watu. Watu wakamtuhumu kuwa na vyeti feki. Meneja akaja akasema huyu dada amefaulu sana na ndio maana tumempa kazi. Dada wa kambo akamaindi akasema mmemwajiri mtu asiye na maadili, alipata mimba utotoni, ana mtoto mdogo ana miaka 4. Kila mtu alishtuka. Dada wa kambo akachukua simu, akapigia simu wazazi, akasema mleteni huyo mtoto. Mmiliki wa kampuni anapokea majibu ya DNA. DNA inaonyesha kuwa yule ni mtoto wake 100%. Akawa na hamu kubwa ya kumuona kwa sababu anafanya kazi kwenye hii kampuni. Hakujua kwamba ana msala huku chini. Binti akasema hajawahi kuwa na mtoto. Mtoto aliyekuwa anamlea ni mtoto wa dadake wa kambo. Hakuna aliyemwamini. Wazazi wakaingia na kale katoto. Kabla hawajaingia huko ndani, walikambia kale katoto kakimwita huyu dada yake mama, watakapa kitu chochote kanachotaka. Walijua kwamba katoto katafuata walichokaambia. Lakini cha ajabu, katoto kalivyoingia huko ndani kakawageuka. Kakamwita huyu dada. Watu wote wakashangaa. Baba wa kambo akatoa ushahidi wa picha, akasema jamani, huyu ni mtoto wake, ona alivyokuwa chuo, alikuwa anamlea, alikuwa anaenda naye hadi darasani. Watu wote wakaanza kuamini. Watu wote wakamwona huyu binti ana maadili na stahili kufanya kazi hapa. Babake wa kambo akampiga kofi, akamwambia muombe msamaha dada yake. Akakataa kuomba msamaha. Dada wa kambo akamnong'oneza, akasema ukikataa kuomba msamaha huyu mtoto tutampoteza. Akafikiria mateso aliyopata na huyu mtoto, akaamua apige magoti aombe msamaha. Meneja akapokea simu kutoka kwa mmiliki wa kampuni. Mmiliki wa kampuni akamwambia meneja, naomba umlinde mtoto wangu kwa sababu amegraduate kutoka kwenye chuo cha kata. Najua hapo watu watakuwa wanamsimanga vibaya. Kwa bahati mbaya siku hiyo kampuni iliwapokea wafanyakazi wapya wawili. Meneja hakujua mtoto wa bosi ni yupi. Yeye akaashumu huyu aliyevaa vizuri ndio mtoto wa bosi. Akamuuliza dada, wewe ni mtoto wa bosi? Dada akajibu, ndio mimi. Meneja akamwamini dada wa kambo. Akamletea roho mbaya mtoto halisi wa bosi, akamkanyaga mkono. Mtoto akakimbia akaja kwa meneja kumwomba msamaha. Watu wote wakaamini kwamba aka katoto kweli ni kake, kwa nini kanamwombea msamaha? Hakuna aliyejua kitakachokuja kutokea ndani ya dakika 10 zijazo. Mmiliki wa kampuni akawapigia simu watoto wake 4 wa kiume ambao wameshajipata kimaisha. Akawaambia dadao wamepatikana, waje haraka kwenye kampuni. Wakakimbia. Hawakujua jinsi ambavyo dadao wanadhalilishwa. Dakika kadhaa mbele, watoto 4 wa mmiliki wa kampuni pamoja na mmiliki wa kampuni wakaja ofisini. Ndani ya kampuni meneja anaendelea kumpa mateso yule binti, akamkanyaga akampiga na kofi. Akawaita walinzi wamkamate huyu binti ili amchezeshe kichapo zaidi.
Meneja akanyanyua lungu anataka kumpiga binti hivi. Watu wote wakaangalia mlangoni. Mmiliki wa kampuni pamoja na watoto zake 4 wakawa wanaingia. Je, mmiliki wa kampuni atamfanya nini meneja? Watch out part 2. Asante kwa kuitazama story hii hadi mwisho. Tafadhali naomba usubscribe, like, share, comment, ama usubscribe, usishare, usilike, usicomment. Sikupangii, bando ni lako, simu ni ya kwako. Hii ni Freddy Flix TZ. Hapo kwenye comment niambie, nipe maoni yako, nini kiongezwe, nini kipunguzwe na movie gani ungependa ni tafsiri.